clip nimeiona. Haina maajabu yoyote. Wema yuko vizuri tu. Kwa sababu ili mtu utokee vizuri kwenye simu ya mtu inategemea na quality ya kamera inayokuchukua. Sasa Wema kachukuliwa na kamera mbovu. Anatokea mbovu. Mimi sioni kwamba ni hoja. Kwa sababu ni mrembo tunamjua. Kamera ikimbabua, hiyo ni kawaida, kwa kamera zao zilikuwa mbovu, lakini Wema wa watu mbona mrembo tu. Na kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema kwenye mitandao kabla ya Wema kuwa mjamzito, kabla ya Wema kupata mtoto, na wakawa na maneno mengi wakidai kwamba Wema hawezi kupata mtoto bwana, chenda kwa kufanya operation sio kufanya nini, wengine wakasema huyo ni mgumba, wengine huyo ni tasa, yani maneno mengi akawa hivyo. Lakini bahati nzuri Mungu amejalia amepata mtoto. Nayo unataka kusema nini kama mwanamke ambaye alikuwa akitafuta mtoto kwa muda mrefu na miaka ikawa kubwa, lakini Mungu amempa riziki ya kupata mtoto? Sijawahi kuhisi kwamba Wema ni mgumba. Sijawahi kuhisi hivyo. Na Wema hajawahi kuwa mgumba. Mgumba hazai. Mgumba hazai, tasa hazai. Wema hajawahi kuwa mgumba. Huwezi kujiita mgumba na ukapitisha kwamba wewe ni mgumba ukiwa na miaka 25 au ukiwa na miaka 20. Wema alikuwa wakati wake tu haujafika. Madhali unaishi, wewe sio mgumba. Mgumba ni mtu ambaye tayari ameshafariki, ndio tutasema fulani alikuwa mgumba. Lakini bado, kama bado unaishi, Mwenyezi Mungu anaweza kutengeneza mtoto kwenye mwili wako muda wowote. Muujiza unaweza kutokea wakati wowote. Hakuna sababu ya kuitwa mgumba, hakuna sababu ya kujiita mgumba madhali bado unaishi. Kwa hiyo sikuwahi. Wema alijiita mgumba mapema sana. Watu walimuita mgumba mapema sana. Mtu hata miaka 35 hujafika ushaitwa mgumba mara 1000. Ugumba uko wapi? Bado alikuwa ni mdogo, wakati wake wa kuzaa ulikuwa hujafika. Wakati ndo huu amezaa na ataendelea kuzaa na atazaa zaidi na zaidi. Wakati wake ulikuwa tu bado. Lakini madhali mtu unaishi, una sababu ya kujiita mgumba, utazaa tu. Watu wanasema Softena professional yake kabisa ni mwalimu. Kwa nini hataki kushika chaki kwa muda huu? Sijakataa kushika chaki. Ila nimeegemea zaidi kwenye ujasiriamali. Ila fursa za chaki zikijitokeza nitashika. Unakumbuka nini ya kipindi hicho unafundisha? Nilienjoy kufundisha. Kazi ya walimu ni kazi ambayo ni nzuri. Nilienjoy, tulifundisha. Nimefundisha, kuna makwazo yake, kuna vitu ambavyo ni vizuri. Nimeona mazuri na mabaya kwenye kazi ya walimu. Kitu gani ambacho kinakuwa kama kumbukizi nzuri au kumbukizi mbaya kwenye kichwa chako ukikumbuka kazi yako ya zamani? Mimi kuna siku nilikuwa nafundisha kidato, nilikuwa field. Nafundisha kidato cha pili. Ni kumbukumbu mbaya hiyo. Nikawa nafundisha watoto wale wa form 2 nafikiri. Wale ni adolescents. Nadhani mnajua eka zao. Sasa wakati namfundisha yule mtoto akanichora ubaoni. Yaani wakati niko nafundisha, akaenda ubaoni akachora katuni ya mwanamke ambayo inakuonyesha kama wewe. Kama mimi yaani alimaanisha mimi sijui, lakini alichora picha kama hiyo. Alafu akachora, nashindwa kuongea zaidi, lakini alichora na kitu kingine. Sasa mimi watoto wakaondoa umakini, wakaanza kucheka. Mimi naona wanacheka, sielewi, kumbe yule kijana mdogo ameenda kuchora picha ya mwanamke mwenye ana kifua kidogo, akamchora na furushi kubwa. Sasa watoto wakawa wanacheka sana. Kuuliza kulikoni, wanaangalia ile picha. Nani amefanya hivyo? Fulani. Nikamuuliza kwa nini umefanya hivyo? Akunijibu. Nikamwambia toka nje. Akaniambia sitoki. Nikamwambia hivi, wewe ukaja kuwa mwalimu, mwanafunzi wako akakufanyia kama ulivyonifanyia, utajisikiaje? Akaniambia kama siwezi kuwa mwalimu. Siwezi kuwa mwalimu mimi. Walimu ni kazi akaisema ni kazi. Ila kitu iliniumiza sana. Kwa sababu ni mbele ya wanafunzi, mbele ya darasa. Iliniumiza sana. Umesema furushi, hapo alikuwa akimaanisha shape au ni nini? Alichora kalio, yani mdada mwenye kalio kubwa, katuni. Yani alichora kwa chaki katuni pale ubaoni. Na kwa jinsi ambavyo uliionaje? Macho yako yalisemaje? Moyo wako ulisemaje kwa hiyo katuni? Yani ni kama alinibeza ule mtoto. Maana nilikuwa mara nyingi nikiwa darasani wanacheka, lakini nilikuwa nawafanya kama watani wangu. Ila alinibeza kwa sababu alivyochora ile picha, aliweka na kidole pale kwenye ile picha. Ila anachokipenda mume wangu na mimi huwa nakipenda. Na hiyo ndio siri ya kudumu kwenye ndoa au mahusiano yoyote. Anachokipenda mumeo na wewe ukipende. Anachokichukia na wewe ukichukie. Lazima muende sawa. Kwa hiyo mume wangu haendagi na mimi siwezi kwenda. Akienda nami nitaenda. Hakuniambia mume wako apendi mpira au sio shabiki wa klabu yoyote hapa nchini? Mume wangu ni shabiki wa Yanga. Inapotokea kwamba Yanga inacheza, je, hata siku moja kusema kwamba mke wangu bwana nisindikize uwanjani au mke wangu mimi nakwenda uwanjani? Huwa yupo busy sana. Ni daktari. Kwa mara nyingi anakuwa busy na afya zetu.
Naam, ni daktari bingwa, yuko busy na afya zetu. Kwa hiyo muda anakosa, lakini anaipenda Yanga. Mara zote anajaribu kuangalia, hata kama yuko mbali ataangalia kwenye simu. Muda wa kwenda uwanjani hana, na nahisi pia apende ekaeka. Yani ule mkusanyiko wa watu wengi, makusanyo yale nahisi hapendi. Basi vile hapendi, nami najikuta sipendi. Angependa nami ningependa. Ikitokea Yanga imefungwa na Simba, huwa anakuwa kwenye mudi gani akiwa nyumbani? Anakasirika sana. Yanga ikifungwa na Simba, basi tu uwezo hana, atakula tusingekula. Anachukia sana Yanga kufungwa na Simba. Iliwahi kutokea mara moja tukashangilia, alizima TV akakata na umeme. Akazima umeme nyumba nzima ili tusiangalie tu. Yaani hapendi, ana hasira kweli kweli na Simba. Haipendi Simba. Na ikitokea hivyo na wewe ni mke na wewe ni shabiki wa Simba, inakuwaje? Huwa nina wanyamazisha watoto kwamba msimtanie baba wala msisherehekee ushindi wa Simba. Hapendi kuona Simba tukifurahi. Na ikitokea Yanga imeshinda, imeifunga Simba, yeye kwake ni sherehe. Tutanunuliwa kila tunachopenda, anaweza kunipa zawadi yoyote. Kuna kipindi Yanga ilifunga Simba, mume wangu alinipeleka vacation Dubai. Basi tu kwa sababu hiyo. Na akataka kunirubuni nihamie Yanga kwa kunipa ile trip ya kunipeleka Dubai vacation. Mimi sikurubunika. Kati ya watu ambao ni hodari lakini pia imara sana, anataja Sultana. Hata ukiandika comment mbaya kwenye posti yake, anaweza akachukua hiyo comment akaiweka tena kwenye Instagram yake, hapo akakutag ili uweze kuiona. Kwa nini wewe unafanya hivyo? Mimi ni mwanafasihi. Mimi ni mwanafasihi, ni mwalimu kama nilivyowahi kusema, tena nimefundisha vyuo mbalimbali vya elimu. Kwa hiyo ninaielewa vema fasihi na ninaelewa vema saikolojia. Walimu tuna saikolojia pia. Kwa hiyo ninajua kwamba watu hupenda kusikia zaidi habari mbaya. Hiyo ni saikolojia ya binadamu. Binadamu anapenda kusikia ukitukanwa na sio ukisifiwa. Kwa hiyo ubaya mara nyingi huvuma kuliko wema. Na sisi wafanyabiashara, wajasiriamali ambao tumetengeneza brandi zetu mpaka hapa tumefika leo, ukitaja Softena asilimia hata kama ni moja wa Tanzania inaijua, haikuwa rahisi. Maana yake tumeijenga brandi kwa gharama kubwa sana. Sasa unapokuja kunibeza ili uishushe brandi yangu, haiwezekani. Nitachukua yale maneno yako makali, mimi nitayatumia kama fursa ya kuvuta makini ya watu wengi. Wale watu watakuja kushangaa yale matusi yako kwa sababu sio kitu cha kawaida na wanapenda kuona hivyo. Watahisi kama unanikomoa. Wakija wataona matusi, watanifollow, watanifuatilia, watagundua kumbe huyu sio mtu muovu. Huyu ni mfanyabiashara tu. Watakutana na hiki na kile, watakutana na sabuni, watakutana na nini? Wataniungisha, watakuwa wateja wangu. Kwa hiyo ndio maana naona watu hawana kumbukumbu. Mtu hajui kwa nini alinifollow, hajui kwa nini amenisikia, akikaa kidogo anasahau, ananiungisha. Ndio tulivyotengeneza brand hivyo. Kwa maneno yao ya kejeli, kwa kutufedhehesha, kwa kututukana, tumeweza kutengeneza brandi zetu ziko hai na tutaendelea kuzijenga na zitaendelea kukua na kukua. Kati ya comment ambazo ushawahi kuweka kwenye Instagram zako, kuna mtu yeyote ambaye ushawahi kuandika aliona kwamba umerudia comment yake akakurudia labda DM kukutafuta kukuomba samahani au kujutia kile alichokifanya? Bila shaka ni wote. Huwa wananiomba nifute hizo posti. Wengine wanasingizia, atakwambia haikuwa mimi, ilikuwa ni mtu amenihack, amehack account yangu, naomba futa. Huwa wanakuja, hata juzi nilioweka ya mwisho amekuja huyo mkaka. Akaniomba nifute, basi ameisha, naomba unisamehe. Mara nyingine huwa nafuta, mara nyingine sifuti. Naangalia na aina ya mtu anayeomba kufutwa, je, amejutia? Huwa nafuta, lakini wakati mwingine sifuti, naacha kwa sababu wanabeza wengine, sio vizuri. Naonaga iwe fundisho kwa wengine. Sio kila mtu ana moyo kama wa kwangu. Wengine wanakasirika, wanaumia. Kuna hadi binti mmoja South Africa aliwahi kujiua kwa sababu tu ya bullying za mtandaoni. Kwa hiyo sio kila mtu anaweza kubeba kama mimi ninavyobeba. Wengine wana mioyo dhaifu, inawaumiza. Inawaletea msongo wa mawazo na hata wanafikiria hata kujiua na wengine wanajiua kabisa. Furaha ya Wema Sepetu ilikuwa ni kumpata mtoto, na juzi kati tumeona amepata mtoto, na kuna baadhi ya watu walikwenda kumtembelea, na mmoja kati aliyokwenda kumtembelea akatengeneza content ikimonyesha Wema Sepetu akifurahia kwamba amepata mtoto na anafurahia jinsi ambavyo anamnyonyesha mtoto wake. Zikachukuliwa hizo picha na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakimdhihaki Wema Sepetu kwamba kumbe mtu akijifungua anakuwa hivi, hajasuka. Wengine wanasema kazeeka baada ya kujifungua. Comment yako ni ipi kama uliona hiyo clip? Hiyo clip nimeiona. Haina maajabu yoyote. Wema yuko vizuri tu. Kwa sababu ili mtu utokee vizuri kwenye simu ya mtu inategemea na quality ya kamera inayokuchukua. Sasa Wema kachukuliwa na kamera mbovu, anatokea mbovu. Mimi sioni kwamba ni hoja, kwa sababu ni mrembo tunamjua. Kamera ikimbabua
Hiyo ni kawaida, kwa kamera zao zilikuwa mbovu, lakini Wema wa watu mbona mrembo tu.